Ni siku ya Alhamisi katika juma la pili la kipindi chetu cha Kwaresma, lakini ni siku ya 14 tangu tuanze mfungo wetu wa Kwaresma, mfungo ambao Mama Kanisa kwa namna pekee mwaka huu anakutaka ubadilike, uache mambo ya kale, uvae utu upya, ubadilike kiroho, umrudie Mwenyezi Mungu kwa toba ya kweli, utembee katika njia zake na hatimaye uweze kufikia utakatifu. Tafakari yetu ya leo inatoka katika somo la kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 17 aya 5 hadi aya 10, lakini pia tutasikia somo la Injili kutoka kwa mwinjili Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi aya 31. Mimi nitasoma Injili. Yesu aliwaambia Mafarisayo, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, na alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake, akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu na sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watokao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa maana ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, wawasikilize wao. Akasema, la baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu aliyetoka kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa mtazamaji, tafakari hii ya leo kwa namna moja au nyingine inagusa kabisa maisha yetu ya kila siku, inagusa kabisa mwingiliano wetu kama binadamu wa kila siku, lakini kwa namna pekee inatufundisha namna ya kuishi moja kati ya zile nguzo kuu za kipindi hiki cha Kwaresma, yani kutenda matendo ya huruma. Ni kweli wahitaji wapo wengi sana katika jamii zetu. Ni kweli wanaohitaji msaada katika jamii zetu wako wengi sana. Mayatima wako wengi sana, watoto mitaani wako wengi sana, ambao kwa kweli wanatuangalia ili waweze kupata chochote kutoka kwetu. Ndio basi somo hili la Injili siku ya leo linatukumbusha kuishi ile nguzo ya majitoleo au kutenda matendo ya huruma kwa wahitaji, ili basi wao wapate faraja kupitia kipindi hiki cha Kwaresma, waone kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao na hata hajawatupa. Tumesikia katika Injili habari za tajiri na Lazaro, na imeelezwa katika maisha yao tajiri alipata raha sana, alikuwa akiishi vizuri, alikuwa kila safi, lakini maskini huyu Lazaro alipata shida sana. Alitamani kula hata makombo yaliyodondoka mezani pa yule tajiri. Maisha yake yalikuwa magumu sana. Mfano huu ambao Kristo ameutoa katika somo hili la Injili utusaidie basi kubadilika na sisi katika maisha yetu. Tuwatazame kwa upole, kwa wema na unyenyekevu wale wote wanaopatia matatizo, wanaopitia shida katika ulimwengu huu, ili basi waweze kupitia Mama Kanisa kipindi hiki cha Kwaresma waweze kupokea faraja ambayo wanaitamani sana katika maisha yao. Mpendwa mtazamaji,
somo hili la Injili linatufundisha kwamba mali, anasa na hivyo vitu ambavyo tunamiliki hapa duniani ni vya muda tu, uweze kukaa navyo milele. Cha msingi na cha maana ni mahusiano yako na Mwenyezi Mungu ambaye yanajengwa kati ya wewe na jirani yako, yanajengwa kati ya wewe na watu wa karibu zaidi, yanajengwa kati ya wewe na ndugu zako. Kumbe katika maisha haya lazima tujitahidi kutafuta yale ambayo yatakatusaidia tudumu hata milele. Ndio basi tumeona matokeo ya Lazaro na yule tajiri huko mbinguni imekuwa ni shida kidogo. Tajiri anateseka, lakini Lazaro anapata raha. Tukubali basi lazima kubadilika katika maisha haya. Tena Injili imeelezea kabisa kwamba hata akifufuka mtu kutoka wafu, kuelezea ili waweze kubadilika haitawezekana. Lazima tuketi chini tusikilize sasa Musa na manabii wa kipindi hiki, ambao basi tunao mama kanisa katika urika wake ametuwekea watu wa klero na watu waliokuwa maalum kwa ajili ya kufundisha na kuelekeza neno la Mungu. Hawa basi watatusaidia tuweze kubadilika katika maisha yetu. Mpendwa mtazamaji, wakati huu wa Kwaresma ni wakati sasa wa kuwasikiliza kwa makini Musa na manabii wa kipindi hiki ambao wanafundisha kwa nguvu kupitia namna mbalimbali ili uweze kubadilika moyo wako na kumrudia Mwenyezi Mungu. Jambo la muhimu zaidi ni toba ya kweli kutoka ndani ya moyo wako, ili yale mabaya ambayo ukiwa ukiyafanya ambayo kwa kweli yatakupeleka kuzimu, ukawa kama yule tajiri, ya kupasa kuyaacha na kurudi sasa kuungana na Mwenyezi Mungu, kuungana naye kwa kusali, kuungana naye kwa kufunga, kuungana naye kwa kutenda matendo ya huruma kipindi hiki cha Kwaresma, ili basi upate kibali cha kwenda kifuani kwa babu yetu Ibrahimu, upate kibali cha kwenda kifuani kwa babu yetu Ibrahimu na kuungana na watakatifu na malaika wa Mwenyezi Mungu, na daima kuendelea kumwimbia sifa Mwenyezi Mungu. Hiyo basi ndiyo hamu ya kila mmoja wetu. Hiyo basi ndiyo hamu ya kila Mkristo, kuhakikisha kwamba mara baada ya maisha haya anaenda kuungana na Mwenyezi Mungu. Kumbe namna gani ya kuishi maisha yako ya baadaye inaanza sasa. Lazima basi kujiandaa kiroho kisawasawa na kuwa na mahusiano mazuri kati yako na Mwenyezi Mungu, kati yako na mwanadamu mwenzako, ili basi mara baada ya maisha haya upate kibali cha kuweza kufika mbinguni. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.